Wananchi wa kitongoji cha Kivinje wilayani Kilwa mkoani Lindi wameelezea masikitiko yao mara baada ya kufanya mabadilisho ya matumizi ya fedha za ukarabati na maboresho ya stendi na kwenda kutumika katika mradi wa ukarabati wa eneo la soko la samaki Kilwa Kivinje. Yameelezwa hayo na baadhi ya wananchi akiwemo Muksini Mohamedi alipofanya mazungumzo na mwanahabari wetu, ambapo amesema kuwa bajeti ya matengenezo ya kuta za soko la samaki ni shilingi milioni 14 na fedha iliyoingia ni shilingi milioni 19. Hivyo wamehoji juu ya matumizi ya ongezeko la fedha la shilingi milioni 5 litatumikaje. Lakini wakati wa kampeni za wenye vitu wa serikali za mitaa, tulipata kusikia kauli kitoka baadhi ya viongozi wakisema stendi toeni shaka, tayari tumetiliwa milioni 19.5 kwa ajili ya marekebisho na boresho la stendi. Madereva wengi walisikia, walinifuata mimi kiongozi wao na kuja kunioji. Nikawaambia pia taarifa hii mimi nimeisikia, lakini tumeisikia katika mazingira ambayo ni ya juu ya kisiasa. Ngoja tufanye utaratibu wa kuuliza na tufahamu zidi ya hili. Tulihangaika kuuliza. Tukamfuata Teo, tukamueleza. Teo akatueleza, akatupa majibu kwamba milioni 19 iliingia na yeye ndio aliratibu kwenye kuomba. Lakini ile pesa ilivyokuja inaonekana imekuja kimakosa, kwa sababu kuna miradi miwili iliombwa, stendi pamoja na soko la mnada la samaki. Kwa hiyo ile hela ilivyokuja kwa lugha nyepesi tuseme imetoa mwongozo ya kwenda soko la samaki, lakini soko la samaki waliomba milioni 14. Sisi hapa anatuambia tuombee milioni 19.5. Kwa hiyo tukaishangaa sasa kwa nini milioni 19 imeenda kufanya kazi ya milioni 14. Lakini hii si kitu, vyote vyetu. Lakini sisi hapa ndo tumekaa hatuna vyoo. Sisi tumekaa sehemu ngumu sana kutokana na maji machafu. Sisi tunakaa yani kama yatima. Ni bora zaidi sisi tungekuwa tumepata sehemu za hifadhi za kujihifadhi na tukajinusuru na maradhi mengine ambayo yanayokuja. Kwa sababu serikali inafanya kazi kubwa sana kuwaambia watu dhidi ya afya, kuwatibu watu kwa gharama nyingi. Kuna dawa zingine serikali inalipa yeye kwa ajili ya watu. Kwa hiyo humu unavyonuka, sisi tunaamini serikali tunaenda kuipa mzigo kama utaibuka mgonjwa hapa. Na ugonjwa hautakuwa wa mtu mmoja. Ugonjwa hautakuwa wa mimi mwenyekiti wa madereva. Ugonjwa hautakuwa wa abiria. Ugonjwa utakuwa ni jamii nzima. Kwa hiyo tunawaomba wahusika waje watuletee na kurekebisha haya maeneo. Baada ya hiyo milioni 19 kwenda huko, sisi tulifanya harakati zingine. Tulikutana hapa na baadhi ya viongozi. Alikuja Mheshimiwa DC, tulimueleza changamoto zetu. Na kweli Mheshimiwa DC alikiri, alituonea huruma sehemu tunayoishi. Na alituahidi Mheshimiwa DC watakuja kuboresha, kwa maana atawapa maelekezo ya kuboresha. Lakini pia Mheshimiwa DC alimuagiza Teo kwa hayo aliyoyaona hapa, na akamwambia baada ya mwezi mmoja nitarudi kuja kuangalia umeelekea wapi katika hili. Lakini pia hatukuona kena kitu kingine. Zaidi tuliona muda mrefu kidogo watu ambao walikuja tu na tepu, yani hatukuelewa watu aina gani, sijui walikuwa wamepima nini basi. Lakini kwa kifupi maana yake sisi tupo katika sehemu ngumu ambayo ni sehemu hii inahatarisha maisha ya wanadamu. Ni kweli fedha milioni 19.5 imeingia, kwa maana iliombwa na mamlaka ya mji mdogo Kilwa Kivinje kwa ajili ya ukarabati wa stendi. Mamlaka ilikuwa na miradi miwili mikubwa. Mradi wa kwanza ulikuwa mradi wa ukarabati wa maeneo ya pwani pale katika eneo la mnada, na mradi wa pili ulikuwa ukarabati wa stendi. Mradi ule wa pwani wa eneo la mnada ulikuwa una bajeti ya milioni 14 ambayo iliombwa, na mradi huu wa stendi uliombwa fedha milioni 19.5 ambayo fedha kwa mujibu wa Teo na diwani wakati ya Kivinje Singino wamekiri kwamba milioni 19.5 imeingia katika akaunti ya kata. Lakini cha kushangaza na kustaajabisha, baada tu ya kuingia milioni 19.5 ambayo iliombwa kwa ajili ya ukarabati na uboreshaji wa stendi, hiyo fedha imebadilishwa matumizi.
Kwa mujibu wa diwani anasema wamepokea maelekezo kutoka kwa afisa mipango kwamba hiyo fedha milioni 19,500 ambayo iliombwa kwa bajeti ya stendi iende ikafanye ukarabati Pwani, ambao Pwani bajeti yake ilikuwa milioni 14. Sasa hata sisi kuna wakati tunashangaa kwa sababu kama milioni 19 ilikuwa ni kwa ajili ya stendi, kwa nini ifanyiwe mabadiliko ipelekwe Pwani ambapo bajeti yake ilikuwa milioni 15, milioni 14? Sasa kwa nini hizi milioni 5 zilizobaki wasilete basi angalau vitipa kwa ajili ya kufukia haya mashimo? Ndugu mwandishi, wewe mwenyewe umeona kwa macho stendi imebadilika, maji yamekaa mpaka yamefikia maji sasa yana rangi ya kijani. Stendi inaota mijani, yani kama vile watu tunalima mpunga. Hii ndio stendi inayomilikiwa na halmashauri ya wilaya ya Kilwa, wilaya ambayo inaongoza kwa ukusanyaji wa mapato hususan kutoka hapa mamlaka ya mji mdogo wa Kilwa Kivinje. Hatupati mrejesho. Wewe umeona pale watu wanakaa wanakula vyakula, watu wanakaa wanasubiri magari, lakini hata afya za abiria, licha ya madereva, hata afya zile za abiria zinakuwa mtihani. Maana katika mazingira kama haya hatuna namna nyingine ya kufanya kazi ili kuendesha mkate wetu na familia zetu. Tunalazimika tukae maeneo haya ya stendi. Nashangaa hata viongozi wa afya ambao wapo katika eneo la mamlaka ya mji mdogo na hospitali ya wilaya, sijui hawa bwana afya naye ana kazi gani, kwa sababu kama kweli ana principles za kiafya, haiwezekani mifereji na madimbu kama hivi afu viongozi wa afya wamekaa tu wala hawatoi msukumo kwa mamlaka ya mji mdogo kuhakikisha unafanyika ukarabati kuondoa hivi vidimbu ambavyo havina sababu yoyote. Kwa ndugu mwandishi, tuko katika wakati mgumu sana, lakini hatuna namna, lazima tuishi kwa sababu ndio sehemu ambayo tunaendesha maisha yetu. Na hali kama hii na kwenu nyinyi inaita changamoto zipi? Hali kama hii inaita changamoto nyingi. Kwanza changamoto za usalama wa afya zetu. Lakini pili hata abiria wanakuwa hawako sehemu salama sana, kwa maana wengine wanashindwa kufika hapa, wanasubiria magari huko barabarani, wanapanda magari huko bila utaratibu kutokana na hali halisi ya mazingira namna yalivyo katika hili eneo la stendi. Labda baada ya kusikia kwamba fedha hiyo imebadilishwa matumizi, mmefanya jambo gani kuwasiliana na wenye mamlaka ili kuhakikisha inarudi katika matumizi yake? Kwanza tuliwasiliana na TEO, kwa maana alikuja hapa TEO akaweka kamba ili madereva wanaofanya kazi katika eneo hili magari yote yalipe mapato. Hatua ya kwanza tuligomea kulipa mapato. Tukamwendea TEO, akaja diwani, akaja mtendaji mtendaji kata, akaja na mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya alitoa mwezi mmoja na alituzuia madereva tusilipe mapato kutokana na yeye mwenyewe alikiri, kwa maana hali halisi ilivyo haistahili kwa mamlaka yote ya serikali kuchukua mapato katika eneo hili. Alitoa mwezi mmoja. Siku ya pili baada ya kutoka mkuu wa wilaya walikuja watu ambao tuwafahamu ni akina nani, wakaja na tepu zao kama kawaida yao, wakaja na tepu wakapima, lakini tangu walivyoondoka hatujapata mrejesho wote. Na ile milioni 19 ambayo itakiwa ikarabati stendi ambayo imepelekwa Pwani, tayari juzi kulikuwa na mkutano wa diwani, ishaundiwa kamati ya matumizi kwa ajili ya ukarabati wa eneo la Pwani, kwa maana uwezekano tena wa ile hela kurudi katika matumizi yake yaliyokusudiwa ya mwanzo kwa maana ya stendi, uwezekano huo ni mdogo, ama niseme kabisa kama uwezekano huo haupo tena. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kilwa, Mohamed Nyundo, amekiri halmashauri ya wilaya ya Kilwa kupokea fedha takriban milioni 19 kwa ajili ya mradi wa utengenezwaji wa kingo kasoko la samaki, na kusema kuwa imeangaliwa kipaumbele zaidi kati ya miradi hiyo. Hivyo ameondoa hofu wananchi wa maeneo hayo kuwa ataendelea kufuatilia swala hilo kwa ukaribu zaidi. Kilichofanyika waliangalia yani priority kwa wakati huo, sababu sokoni kule alisema soko linataka lianguke, na kweli nilienda kuangalia limeanguka. Kwa hiyo nadhani kwa wakati huo pesa iliyokuwepo ni hiyo moja. Sasa sina uhakika kwamba tayari hizo fedha ziliingia na zimeshaanza kurekebishwa huko. Nasema wiki hii inakuja kukagua maeneo yote mawili.
nije kuona yale tuliyoyaelekeza yamefikia wapi na tupate majibu huko mbele ya wananchi. Sawa, lakini bado wamegusia eneo moja wakisema kwamba milioni 19 iliombwa kwa ajili ya stendi, lakini milioni 14 iliombwa kwa ajili ya marekebisho ya kuta hizo kingo za bahari kwenye soko la samaki. Lakini wanashangaa kuona milioni 19 inaenda kutekeleza kwenye mradi ambao gharama yake ni milioni 14. Hii milioni 5 inaenda kufanya nini? Labda iko katika matumizi gani? Ndio tutakuja kupata majibu, lakini yote kwa yote ni kama nilivyokuambia, ni wao wenyewe kwa sababu hayo yote mawili hapo sehemu moja, unajua Ndio. Yote ni Kivinje. Ndio. Yaani soko linatumiwa na watu wa Kivinje, stendi inatumiwa na watu wa Kivinje, na kila eneo ukienda wanaolalamika ni hao. Umeelewa? Ndio. Huku wanalalamikia soko letu linabomoka, hapa kuna changamoto ya soko, hakuna choo, kuta zinaanguka, maji yanakuja kupiga huku mbele ya kijaa ya bahari. Lakini ukienda kwenye eneo lingine wanakuambia hilo. Kwa hiyo fedha zote hizo zinatumika na wanufaika ni hao watu wamoja kwenye eneo hilo. Kwa hiyo mimi naweza nikasema hata kama walibadilisha kutoka huku kwenda huku, nadhani baada ya kukaa viongozi wao wakaambiwa kwa sasa tuna fedha hizi. Sasa priority tuchague, tuanze nini kipaumbele, stendi au tuanze sokoni. Kwa hiyo wakaamua sasa wahamishe fedha, badala ya kuanza na soko wanatafuta fedha nyingine hizo zilizokuwepo kwa ajili ya soko ambazo tayari zilishatoka ziende huko. Sasa kama huko ni milioni 14, kama kuna ziada ya milioni 5, siamini kama ni budget ya milioni 14. Ishi ya fedha za serikali zinatumika kivifungu. Yaani kifungu kinatoka kama kilivyo. Kwa hiyo kama kuna ziada tutakuja kuwauliza hizo 5 milioni ambazo zimeongezeka, kwa maana huku mahitaji yalikuwa milioni 14 zimeenda wapi. Tutapata jibu hapo nitakapokuja. Barikiwe sana kiongozi, nikushukuru sana. Haya, asante sana. Nashukuru sana. Lakini sasa hivi ninavyofahamu hapo kuna changamoto mbili. Changamoto ya kwanza ni soko, changamoto ya pili ni stendi. Waliombea fedha kwenye miradi yote miwili, lakini fedha zilipatikana hizo za stendi milioni 19. Wakashauriana wakasema kwamba kama zipo hizi hazijapatikana, basi hizi tuhamishe, kwa sababu mradi ambao tunaona sisi kipaumbele zaidi kati ya miwili hii tuanze na huu. Kwa hiyo wakafanya mchakato wa kubadilisha matumizi, wapeleke kwenye soko kwanza. Kwa hiyo tutaongea na wananchi, tutasikiliza maoni yao pia, lakini pia tutaongea na mkurugenzi kuhakikisha kwamba harakishe kutafuta fedha kwa ajili ya kutatua pia changamoto ya